sana. Maana yake usikate tamaa na uendelee, na kisha uendelee sana. Leo ni muombaji, mwaka kesho ni muombaji, mwaka kesho kutwa ni muombaji, mpaka siku umeingia kaburini wewe ni muombaji. Kama kuna kitu ambacho huwa hakidumu sana ni maombi. Yakitangazwa wengi huwa wanayapokea. Sio mnaona hata maombi ya siku 40. Ile wiki ya kwanza yaani pamependeza. Wiki ya pili, ya tatu unaanza kuona, unaanza kubakia wale tu ambao ni ngozi halisi. Feki zote mnaanza kuona zinadondoka njiani. Wale halisi ndio wanaanza kubaki. Hebu muulize jirani yako, ni halisi au ni feki wewe? Bwana Yesu asifiwe. Lakini mimi naamini nyie ambao mmekuja asubuhi hii, mimi naamini wote ni halisi. Kwenye dunia na kizazi hiki cha kupigana na kukimbizana na shilingi, watu wakaja asubuhi kanisani wana Mungu. Nimepata amina moja, kumbe hamna Mungu. Nasema mna Mungu. Kabisa, 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 kabisa. Ni eneo tu fulani nilienda nikashangazwa, walikuwa na kongamano la maombi. Asubuhi kanisa limejaa mpaka nje. Asi nilishangaa, na Mungu alitembea kwa kiwango sio cha kawaida kwa sababu ya kiu ya wale watu. Bwana Yesu na asifiwe. Na hakuna watu Mungu anawaheshimu kama wana maombi. Nilipoenda kuonana na Askofu Batenzi wakati Mungu ameniita, tupoka naye ofisini, akanihoji maswali yale, nilitoa ushuhuda kidogo juzi. Baada ya kuwa amethibitisha wito wangu, alinipa mahusia ya mwisho. Mambo mawili mpaka leo hii nimeyakamata. Jambo la kwanza, kuwa jasiri. Usipokuwa jasiri huwezi ukatoboa popote pale. Bwana asifiwe. Amen. Usipokuwa jasiri huwezi ukaleta mabadiliko. Mara nyingi mabadiliko huwa yanaambatana na maumivu, kwa sababu unawatoa watu kwenye comfort zone, unawatoa watu kwenye maeneo walioyazoelea, unataka wapeleke hatua nyingine. Huwa kuna maumivu na kelele za kutosha. Usipokuwa jasiri haupasui. Na ile kanisa ndio kwenda kuchunga lilihitaji mtu kichwa. Ilihitaji nini? Kichwa. Hebu sema kichwa. Sijivuni, lakini ni kichwa. Na baraza langu la wazee tukiamua kusimamia kitu, yaani ni kama tumemwingiza mgonjwa theater, unachana lile jibu, kelele zake hazikuzuii wewe kukarabati, lakini kesho kutwa anasema, daktari, Mungu akubariki sana, ulinisaidia. Mungu angekuwa na wahurumia wa mama, msingezaa wote. Maana ukianza tule uchungu, Mungu angekuwa na huruma. Anasema, malaika ondoa uchungu, anaumia mtoto wangu. Lakini Mungu alivyo ajabu ndo anaukoleza mpaka usukume. Kumbe pasipo uchungu husukumi. Na waga na wasifu wa mama mara zingine, eti anakuja nyumbani kwangu ananiambia uchungu umegoma, yaani nimuombee apate maumivu. Anauomba uchungu kwa raha zake. Baba, uchungu umegoma, msitaki kuwekewa maji ya uchungu, niombee uchungu uje. Na mimi namwambia Mungu, tunaomba maumivu tafadhali. Na maumivu yanakuja. Mama anasukuma, anapata mtoto, na ananitembelea, ananiletea na zawadi. Asante Baba, kwa maumivu ambayo nilimwambia Bwana ayaachilie juu yake. Na unakuwa na ujasiri kweli wa kuomba maumivu, maana pasipo maumivu, Biblia inasema hivi, anapokuwa na utungu mwanamke, moyo wake unauma, lakini akijifungua kakashika mikononi katoto, yaani anasahau kabisa maumivu yote. Mama mmoja nakumbuka, nimeenda kutembelea mke wangu, yuko dini leba. Mume wake kaja na matunda kibao. Matunda huwa yaletwi wakati wa uchungu. Matunda huwa yanaletwa baada ya shughuli. Amefika tu mlangoni yule mama kumuona, "Yone, sikupendi, sikutaki." Kwa sababu ya ule uchungu mpaka anamchukia, huyo ndo amesababisha yote.
Manesi wakamwambia baba, yatunze matunda, atayahitaji tu mwenyewe, muda sio mrefu. Alipojifungua mtoto wa watu, akachika na katoto. Yeye mwenyewe anauliza, babake yuko wapi? Mwiteni aje amuone. Mtu mmoja aseme amina mahali hapa. Lakini wakati wa uchungu, alikuwa kama huyu ndo amenisababisha. Lakini furaha ya mtoto ilipokuja, anaita na baba yake. Hataki mwingine ambebe, mpaka babake kwanza ndo amgusa. Na matunda sitakayapokea. Asante. Na ipo asante. Mungu asifiwe. Kwenye ujasiri ikawa ni kitu cha kwanza ambacho yule mzee aliniambia, na nimekishika mpaka leo. Cha pili aliniambia, kijana wangu, nenda weka magoti yako chini, omba Mungu. Ndugu zangu, nimeishika hiyo mpaka leo. Maombi. Watu wengi wananiuliza, katika umri wako na huduma yako ilikofika na mambo uliyofanya, tunaomba utupe siri. Wengine wanafikiri kama vile labda ninawaficha, lakini ndio ukweli wangu. Waga nawaambia sina jipya, najua kitu kimoja, maombi. Kwa sababu yale ambayo tunayapanga na kuyafanya, wote wanafanya hivyo hivyo. Tumetoboaje? Maombi. Kabisa, nimeona maombi yakifungua milango iliyofungika. Miaka na miaka na miaka. Na kwa maombi nimeona vitu vingine vinafanyika kirahisi mno, wala hata huhangaiki. Mungu awabariki sana kwa kujitoa kumwomba Mungu. Sema amina iliyoshiba. Bwana Yesu asifiwe. Hebu sema maombi. Sema tena maombi. Biblia inasema Mungu anatafuta mtu atakayesimama mahali palipobomoka, aiponye nchi. Uponyaji wa kanisa, uponyaji wa ndoa, uponyaji wa shughuli zako, za mume wako, kazi zako, ndoto yako, inategemea umesimamaje mahali palipobomoka. Maombi. Jamani, hakuna shortcut, ni maombi. Na shetani amelipiga kanisa akaliweza hapo kwenye maombi. Na ndio maana unaona kanisa haliendi. Maeneo mengi mambo hayaendi. Migogoro, mivutano, kila aina ya vurugu, kwa sababu kuna mahali watu wamesahau kumwomba Mungu. Jamani, Mungu akiitwa akahudhuria, kuna migogoro kibao itakimbilia madirishani bila hata vikao. Nisikia amina mahali hapa. Nilipoitwa mwaka 2005, nimeingia pale, kulikuwa na kundi kadogo kama maombi. Na kama nilivyowaambia, kulikuwa na ushirikina wa kutisha, nguvu za giza. Yaani walinzi pale walikuwa wanaacha kazi wenyewe. Usiku wanasikia mabenchi kanisani yanahamishwa, wakichungulia dirishani hawaoni mtu. Kanisani. Mlinzi mmoja amejinyoosha apate 5 bora, akaamshwa. Kuamka hivi bonge la dude limejaa manyoya. Kesho yake akaacha ajira. Bundi wa kumwaga paka wa kujipimia kanisani. Ilikuwa ni hatari. Sasa mimi ndo nimeingia hapo. Ile nyumba, nimekaa kwenye nyumba ya kanisa pale miaka 14. Ile nyumba tu kuingia mle ndani, ndugu yangu, pazito. Nikisema pazito na maombi mnanielewa. Pazito. Niliwahi kutembelewa na mshirikina mmoja live, kanijia jamaa mmoja anajifanya alikuwa Muislamu akaokoka. Alafu ananiambia kabisa sifa zake. Anasema, mchungaji, mimi kote ambako nimepita wachungaji wamekufa. Maana yake anapita na kwangu na mimi nijiandae kufa. Nikamcheki, nikasema kuja juu. Akaniambia naomba nafasi ya kutoa ushuhuda kanisani. Ameshaniambia tabia yake, na mama mmoja bahati nzuri akawa amehamia pale kwangu kutoka Mwanza, akasema namfahamu baba sio mzuri, msimpe nafasi. Alimwambia mke wangu. Na mimi nikamwambia hamna nafasi. Uso kwa uso hivi. Si ni jasiri?
Kesho yake usiku nilibanwa kifua, sijawahi kubanwa. Piga simu wazee wa kanisa wakaingia hapo, niombea wapi? Wakaita taksi, pakiza kwenye taksi. Kwa 2006 nakumbuka. Nikaanza kuenda hivi, tukienda kama mita 50 nakata network, napoteza kabisa. Nikija kuzinduka tumekaribia eneo fulani, nakata network. Nimekuja kuzinduka tuko hospitali. Nateremka kwenye gari nikakata network. Nazinduka tumekaribia kwa daktari. Cha kushangaza kwenye ile form ambayo wanakaa wagonjwa kusubiria kuingia kwa daktari, nikakakuta kale kajamaa kamekaa hapo. Wengine wote hawakumuona, mimi nilimuona amekaa. Na nilipomkaribia tu nikaanguka, nikazimia hapo. Macho yakaenda juu, ulimi ukatoka, niliuma ulimi nikauchana. Ukatoka ukaenda pembeni. Yaani kama unapokufaga wale jamaa ovyo ovyo. Ilikuwa mke wangu akaenda akapiga mlango wa daktari, daktari akaanza kufoka. Wewe nani wewe? Alipotoka kaniona hivi, hasira zote zikashuka. Aliongea neno moja tu, mmemchelewesha wapi huyo? Manake nishaenda. Wakaniinua kaniweka kwenye kitanda cha magurudumu, wakaagiza hydrocortisone wanichome angalau kuamsha mapigo ya moyo. Ulimi umeenda pembeni, macho ameenda juu. Mke wangu anapiga simu nyumbani kwa taarifu, dakika yoyote mtakachokisikia ndicho kilivyo. Wameneka kwenye kitanda pale, anainua sindano kunichoma, huku sijitambui, wanasema niliinua mkono nikamzuia. Alafu kilichofuata ni nini? Wakasikia tu hapo nasema korabo sata karabo shikara baba. Hebu mtu mmoja aseme maombi yanalipa. Hebu sema amina iliyotipa. Daktari akaacha kunichoma sindano, akawauliza, "Huyu ni mlokole?" Akasema yeye ni mchungaji. Akasema okay, mwacheni. Ikabidi abaki na sindano yake, alafu akaniachia dakika chache za kuunguruma. Baadaye hapo ndo akanichoma sindano, lakini tayari fahamu zimerudi. Kanipeleka wodini, kufika jioni ni mzima wa afya. Hospitali hiyo siku yenyewe ilijaa wapendwa, wezi amini. Muda wa kuona wagonjwa na muda sio wa kuona wagonjwa, wanaingia. Tumalize, sio muda wa wagonjwa, sema wewe utaelewa mwenyewe, mchungaji wetu yumo huko. Wodi ilijaa hivi. Mpaka madaktari akasema tumruhusuni mtu aende nyumbani. Nimepelekwa alfajiri nikaondoka jioni kurudi nyumbani. Kesho yake kale kajamaa haka hapa kunitembelea nyumbani. Na mimi nikampasulia pale pale. Nilikuwa na hospitali, alishtuka na hakurudi tena mpaka leo. Alafu sijafa. Haleluya. Amen. Au unanionaje nimekufa? Afi mtu hapa. Mungu aliruhusu tu hiyo drama iende hivyo, nione kilichoendelea ili anionyeshe tu kilichokuwa kinaendelea kwenye ulimwengu wa roho. Haleluya. Na baada ya hapo tukaanza kuona moto wa Mungu unajitokeza. Amen. Palikuwa na kikundi cha waombaji pale, nikaongea na wazee, tukakibadilisha kile kikundi tukakifanya kuwa idara rasmi kanisani ya maombi. Piga semina, tukawapa uongozi, mwenyekiti, katibu, mtunza hazina. Na wana uwakilishi mpaka leo kwenye halmashauri ya kanisa. Na tukawaambia nyie ombeni siku mnazotaka. Hela ya kufungulia kinywa, yani nyie idara zote tunawaambia watoe taarifa ya fedha na tunaihoji. Taarifa pekee ambayo ihojiwi ni ya wana maombi. Mnataka kufungua, chagueni chochote cha kufungulia, ndizi, ugali, mapapai, semeni. Mwasibu anatoa hela, wana maombi wanafungua. Maana hawa ndio wanafanya uhai wa kanisa uwepo. Ndio injini ya kanisa. Kuna mtu ana uwezo wa kusema amina mahali hapa? Kabisa. Na kundi lile limedumu miaka yote mpaka leo hii. Wako huru na hakuna anayewagusa. Najua siri ya maombi. Amen. Ninaijua siri ya maombi. Maombi yana nguvu, maombi yanafungua milango, maombi yanaleta uamsho. Maombi yanaleta majibu kwa watu wa Mungu. Yesu asifiwe. Haleluya. Maombi ni nini? Maombi ni nini?
ni njia ya kufikisha haja zetu kwao. Maombi ni nini? Majibu mazuri kabisa yote. Maombi ni nini? Mwingine anasema mchungaji, maombi si maombi. Unataka nini kingine? Maombi ni maombi. Majibu yote ni mazuri. Hebu tuwapongeze kwa makofi mazuri watu wa Mungu. Maombi ni silaha. Maombi ni mawasiliano. Maombi ni kupeleka haja. Safi sana. Safi sana. Nianze na hiyo ya pili. Maombi ni mawasiliano. Naomba tuseme mawasiliano. Yesu ni bwana harusi. Kanisa ni bibi harusi. Si ndio? Pana maombi, si ndio? Yeah. Nataka nikulete kidogo kwenye maisha ya ndoa. Mahusiano kati ya mume na mke, mke na mume. Mawasiliano kati ya hawa wawili, msingi wake sio mahitaji peke yake. Msingi wa mahusiano kati ya hawa wanandoa wawili, msingi ni mahusiano. Amen. Huwa tunawashauri watu kwamba hatuchagui mume au mke kwa sababu nina uhitaji wa vitu vyake. Tunachagua mume au mke kwa sababu ninampenda. Mahusiano, relationship. Yesu alilichagua kanisa. Hatukuwa na chochote cha kumpa mpaka aje achukue kanisa kama bibi harusi. Maana Biblia inasema wote walikuwa wamepotoka, wote wameoza, hakuna mwenye haki hata mmoja. Lakini tukingali wenye dhambi, yeye alitufia msalabani. Manake ukiangalia hakuna cha faida, hakuna cha mno kilichomshawishi kwetu, ila tumekuwa wa maana kwake baada ya kuwa ametutengeneza na kututakasa kwa damu yake. Thamani yetu ndipo inaonekana. Na ndipo ambapo tunapotaka kuoa au kuolewa, hatuangalii vitu vya nje, tunaangalia mahusiano. Mioyo yetu inakubaliana, ninampenda huyu mtu, viwepo visiwepo, pasipo kigezo chochote ninamkubali. Na kisha baada ya hapo ndipo vingine vitafuata mbele ya safari. Maana yake ni hapa, visipokuwako ndoa ipo, vikiwapo ndoa ipo. Haleluya. Ndoa ni mahusiano. Maisha yetu na Mungu ni zaidi ya mahitaji tulionayo kwa Mungu. Maisha yetu na Mungu yana base, yana msingi wake kwenye mahusiano. Mara nyingi wanawaambia kanisa, Mungu akikuangalia hapo ulipo, una sababu gani ya kukufanya uwepo kanisani, ambayo Mungu anaiona. Kuna mwingine yupo kwa sababu anajua akiacha kanisa wachawi wanamnega. Kwa hiyo kinachomweka kanisani ni wachawi na sio mahusiano na Mungu. Kuna mwingine alikuwa na pepo wengi wakatolewa, anajua nikiacha yanarudi. Kwa hiyo kinachomtunza kanisani ni pepo. Halo? Kuna mwingine ni kwa sababu kuna moto wa milele. Yaani wanawaambia kanisani hivi, likitoka tangazo toka mbinguni leo, ndugu zangu, nimeiondoa jehanamu. Sasa anayenipenda aje, anayempenda shetani aende, ila hakuna jehanamu. Utashangaa. Utashangaa. Na kuna wengine hapo na maombi na tukawakosa. Hebu piga picha, Mungu leo atangaze dunia nzima, nimeiondoa jehanamu. Makanisa yatabaki tupu maeneo mengi.
kwa sababu yale mahusiano, upendo halisi toka ndani kwa Mungu wetu. Wengi wamekuja kwa sababu ya maombezi, kwa sababu ya wachawi wananiniga, kwa sababu ya nikifa nisiende jehanamu, lakini sio ule upendo halisi kwamba Yesu ninakupenda. Tumemfanya Yesu ATM, ni kubonyeza kuingiza tu kadi na kuandika unachokitaka, alafu inakupa unachokitaka. Akiangalia ndani ya kanisa anaona ni wachache wanaompenda kiuhalisia pasipo sababu fulani nyuma yake. Sisi hebu na tumpende Yesu pasipo sababu nyingine nyuma yake. Na huo ndio upendo ambao Mungu anautaka. Hayo ndio mahusiano ambayo Mungu anayataka. Hicho ndicho ambacho Mungu anataka, yaani kiwe ndio kifungo ambacho kimetushikamanisha sisi na yeye. Alafu mengine yote na yaje kwa ziada. Mtu mmoja aseme amina. Mtu mmoja aseme amina. Ingelikuwa hivyo, leo hii watu wasingeliacha Mungu wakatafuta dawa ya kienyeji ili wafanikiwe kwenye mambo yao. Ingelikuwa hivyo, leo hii watu wasingetoka kanisani wakaenda kunywa dawa za kienyeji ili wapate watoto. Ni kwa sababu kilichowapeleka kwa Yesu ni mahitaji na sio upendo kwa Yesu. Ukimpenda Yesu, vingine vyote vinakuwa nyuma. Yeye anakuwa namba moja, vingine vinafuata mbele yake. Tunapoenda kuomba, hatuendi kuomba Yesu kwa sababu tumebinywa. Kuna mwingine anakuambia na maombi ya siku 7 ujue kabinywa kwenye kona fulani. Mara zingine ni ngumu kuwapata watu ambao anaingia kwenye maombi wakati hajabinywa na hakuna kinachomsukuma ila ni kwenda tu kumwambia Mungu ninakupenda. Mara zingine wanapenda kukaa tu, nimefunga kabisa, nimefunga sijala, nakaa kwenye kitanda nyanyosha miguu na egamia kwenye mto wangu, yaani siongei chochote, ni kumwaza tu Yesu na kujisikia ninavyompenda moyoni. Na nasikia uwepo wa Mungu unanifunika. Mungu wangu. Mara zingine sihangaiki hata kuorodhesha mahitaji sana. Mimi najishughulisha kumpenda yeye, alafu upako unakuja wenyewe. Bwana asifiwe. Vingine vinakuja vyenyewe. Mimi najishughulisha nini? Kumpenda yeye. Nilikuwa naongea na waimbaji nikamwambia, mara zingine waimbaji unakuwa busy sana na kutunga na kuimba na mazoezi kuliko kuwa busy na Bwana wa uimbaji. Mara zingine tunakuwa busy na kazi ya Mungu sisi wachungaji. Mara zingine unakuwa busy na kazi ya Mungu kiasi kwamba unakuwa na ubize na kazi ya Mungu mpaka unasahau kuwa busy na Mungu wa hiyo kazi. Si kama kuna watu wananielewa asubuhi. Ngoja nirudie tena ili kae vizuri. Mara zingine kama mchungaji ninakuwa busy na kazi ya Mungu kuliko kuwa busy na Mungu wa hiyo kazi. Sasa matokeo yake ni nini? Unajikuta unafanya kazi kwa nguvu zako mwenyewe mpaka unakuwa hoi, mpaka inachosha, mpaka inakuwa mzigo. Na kumbe ningekuwa busy na Bwana wa kazi, hii kazi huku ingekuwa laini sana. Nikugusa tu mambo yanaenda. Unaubize na ndoa au unaubize na Bwana aliyeanzisha ndoa? Unaubize kuangaisha akili yako na watoto, sifeni kama usifikirie, fikiri, lakini unaubize kiasi gani na Mungu aliyekupa watoto? Mungu wangu. Unaubize kiasi gani na mume wako? Sisemi kwamba usiwe busy, kuwa busy vya kutosha, lakini pia kuwa busy zaidi na Mungu aliyekupa mume. Maana yeye ndo alijua huyu ndiye mume wa kwako. Kama anapinda, nenda kwa aliyekupa mume. Ni rahisi yeye kumgeuza moyo wake. Nimepata amina moja. Mara zingine pia sisi waombaji tunajaribiwa. Unayaamini maombi kuliko Bwana wa maombi. Maombi yanageuka Mungu
kuliko Bwana wa maombi. Maana mpaka inafika mahali unasema Mungu dawa yake ni nini? Napiga siku 3 nambana kwenye kona. Una kona ya kumhifadhi Mungu akaenea. Mbingu hazimtoshi duniani, dunia nzima ni mahali pa kuweka miguu. Una kona gani ya kumweka Mungu? Mara zingine tunafikiri maombi ni remote, ukiibonyeza unamgeuza Mungu. Hageuki. Maombi yanatugeuza sisi. Maombi yanachonga roho zetu sisi na kutufanya kuwa wazi kupokea kile Mungu anakitaka kwa maisha yetu. Kwa hiyo hata maombi yasigeuke bwana wako, bali Bwana wa maombi yeye ndo awe bwana wako. Ukijua hilo, maombi yatakuwa mazuri, maombi yatakuwa enjoyable. Ukiingia kwenye maombi safi, unasikia uwepo wa Mungu, maana huendi kumgeuza, unaenda kukutana naye. Sema amina iliyoshiba. Ukifanya hivyo, maisha yangu napenda maombi kabisa. Ni muombaji, napenda maombi kweli. Na mara zingine sipendi kusumbuliwa, nataka nikae chumbani, nimuaze Mungu, uwepo ushuke, nilie. Alafu nikitoka hapo pepo ajipendekeze sasa. Hata kazi ya Mungu naifurahia. Kwa nini? Ni kama vile ambavyo unawasha taa mbili. Taa moja ina utambi, haina mafuta, taa nyingine ina mafuta. Ukiziwasha hizi taa mbili, zote mbili zitawaka. Tofauti ni moja. Kuna moja inawaka mafuta, nyingine inawaka utambi. Mwambie mwana maombi mwenzako, unawaka mafuta, unawaka utambi. Wana maombi Yesu asifiwe. Nasema wana maombi Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapokwenda kumwomba Mungu, siku zote unapoenda kumwomba Mungu, cha kwanza jenga mahusiano na yeye. Ndani yako msingi wa maombi yako iwe ni upendo kwa Mungu wako. Na mara zingine hata mahitaji weka pembeni. Hebu jiulize na wewe, hata kama ungekuwa ni wewe, kila unaporudi tu nyumbani, mama shikamoo, marahaba, mafuta yameisha, hiki na hiki na hiki, shuleni hiki na hiki, hiki na hiki na hiki na hiki. Yaani kila unapokutana na mtoto wako, hakuna story nyingine ya kuongea zaidi ya mahitaji. Anakukera. Lakini unaje siku moja mtoto wako anakukuta sebuleni, anakaa pembeni yako, anakuambia mama nashukuru sana. Umekuwa mama mzuri kwangu. Najivunia uwepo wako kwenye maisha yangu. Mama unavyojitoa, mama unavyotuhudumia, na kuombea mama yangu uishi milele. Hivi unajisikiaje moyoni? Mungu pia anataka tukienda mbele zake atuone mahusiano. Tunampenda kiasi gani? Yeye ni baba kwetu, tunajua hilo. Mimi mahusiano yangu na Mungu huwa sihusiani na Mungu kama muumbaji, ndiyo ni muumbaji. Sihusiani na Mungu kama Bwana, ndiye ni Bwana wangu. Sihusiani na Mungu kama rafiki, na ndiye ni rafiki yangu. Ninahusiana na Mungu kama baba yangu. Ni baba yangu. Akisha kuwa baba, mengine yote yanamezwa huko ndani. Amen. Mtoto wa askofu mmoja akawavuruga wazee, baba yake alikuwa amesafiri, akasema ngoja askofu aje nitakuja kumwambia. Siungi mkono tabia yake, lakini naunga mkono alipojitambua. Jamani kacheka nikasema akija kwenu nyinyi ni askofu, mnaongea naye ofisini kwa appointment. Mimi kwangu ni baba, naongea naye chumbani kwake. Haleluya wana maombi. Kwenu nyie ni bosi, ni bwana, ni askofu, mnaongea naye ofisini tena kwa appointment. Mzee nije njoo. Mimi namkuta chumbani, baba, nakaa pembeni ya kitanda chake, tunaongea. Nikasema ujinga wake si usapoti, ila najua anafahamu nafasi yake kwa baba yake. Jamani, tuna kibali cha kuingia patakatifu pa patakatifu pa mbinguni kwa damu ya Yesu Kristo. Kuongea na baba yetu. Halo. Kuongea na baba yetu aliye hai. Baba yetu aliye sirini. Na yeye ni mwaminifu, anasikia sana. Hebu maombi yetu pia jenge kwenye mahusiano. Kwa hiyo hata kama ukipeleka hitaji linapokelewa. Amen.
unapogeuza maombi yale kuwa silaha ya vita, unapotoa matamko ya kuumba, ya kuangusha, ya kusambaratisha, nyuma yako kuna nguvu ya Mungu inathibitisha lile neno lilolisema. Yesu asifiwe sana. Unapotamka mahitaji yako, Mungu anakusikia. Mtoto yeyote ambaye ana mahusiano mazuri na mzazi, mara zingine hata bila kuomba anapewa. Alisema hivi Mungu, hata kabla hamjaomba nimejibu, katika kunena kwenu nitasikia. Kwa nini? Mnapendana na baba yako. Wana maombi, Bwana asifiwe. Wangapi wanayapenda maombi mahali hapa? Naomba nikutie moyo, umechagua fungu jema. Na kama ulikuja kwa sababu umebanwa, basi pitiliziemo humo. Badilisha kibao, mwambie Mungu, hitaji limenibana, limenileta hapa kwa sababu ya jaribu, lakini hebu naomba tuchange kibao hapa, tujenge mahusiano na mzee. Tunafahamu wale wa zamani ambao bado mnachaguliwaga waume na wake. Yaani unachaguliwa tu yeyote ambaye mzazi anampenda, utaenda kumpendeemo. Ndani ya ndoa utaenda kujifunza kumpenda. Nimeombea wengi kweli ambao naambia baba niombee, nijifunze kumpenda huyu baba. Nilichaguliwa miaka 20. Huyu baba yani mimi nakasema ni mwanaume akinishika kama ni juice na nitembelea. Kwani hakuna upendo. Sasa kama ulikuja kwa sababu ya hitaji, ulikuja pepo wamekubana, ulikuja wachawi wamekukalia, sawa. Lakini sasa yule ambaye amekufungua, sasa hebu jenga mahusiano kwa sura nyingine. Mpende Bwana Mungu wako. Na ninakwambia maombi yako siku zote yatakuwa na nguvu ya Mungu. Na ukimaliza kuomba leo utatamani na kesho urudi kuomba. Kwa nini? Kila ukienda mbele zake kuna mguso unaosikia. Haleluya. 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 Kuna mguso unaosikia. Kuna kitu kinaongezeka ndani yako. Ninayapenda maombi sana 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 sana. Kwa sababu nimejenga mahusiano na Mungu wangu. Nina huduma, nimealikwa sehemu, sina huduma, sijaalikwa popote, lazima niombe. Siombi tu kwa sababu kuna mkutano wa injili nimealikwa, siombi kwa sababu kuna conference nimealikwa, na mara zingine hata kwenda kwenye mkutano au huduma fulani, wala siombei mkutano wala siombei seminar. Kwa nini? Siku zote niko kwenye maombi. Na popote ninapoenda, ninaenda na Bwana Mungu wangu. Nimedumu katika maombi, sio maombi kwa matukio maalum, ni maombi siku zote, maana Biblia imesema dumu katika maombi. Maana yake muda wote niko fire, masaa 24 tayari kwa vita. Hatunenepeshi ng'ombe siku ya mnada. Uona nenepa tumbo tu. Ukitaka kunenepea siku ya mnada, kote mifupa tumbo linajaa hivi, anaharibikia, bora ungemwacha. Ng'ombe analishwa muda mrefu. Unapokuja kufika siku ya mnada, tayari ana kilo zake za kutosha. Tuache maombi ya muda fasta. Dumu katika maombi siku zote. Uko vizuri kwenye ulimwengu wa roho siku zote. Uko njema na baba yako siku zote. Na shetani alete analoleta, linakuacha limekupandisha zaidi badala ya kukushusha. Mtu mmoja aseme amina mahali hapa. Bwana asifiwe sana. Nimesema Bwana asifiwe sana. Na mara zingine utaishi ukiwa Mungu ameshakuandaa, unajua yanayokuja mbele. Mara si uko vizuri na yeye. Linatokea linawaumiza watu vichwa, wanaambia nishaiona hii. Hapo mmoja tunapita. Na Mungu mwaminifu. Jamani, Mungu awabariki kwa maneno hayo mchana wa leo. Amen. Naomba tusimame na Mungu. Mungu wangu. Mungu wangu. Mungu wangu na Mwokozi. Ni wewe. Hakuna mwingine. Hakuna mwingine Baba. Juu mbinguni wala chini ya jua wala kuzimu. Lama yenderere mizeterereba. Hakuna Baba. Hakuna Baba. Hakuna mwingine Bwana. Ha!
Mungu wangu, Mungu wangu, Mungu wangu, Mungu wangu. Bandanga bizotoro koboko shikimandare bazotoro baboseke. Shandara baba bazantoro boyantara baba bayandara baba. Rima mama 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 satara rarararararabu. Shandora bayantoro boyandara rararararabu sikara baba baba. Rama koko soto rekibu koko sikata. Imanaka bazantoro bobo sikara bayandoro musika. Hallelujah, 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 hallelujah. Shakarara buzantoro musikara baba baba baba. Ramakata ribu sikara bayandarabu. Rima kosoto rabayanda rarabu sikara baba baba. Rama kanto rubu zantara baba baba bayanda rarabu. Rika makata rabu bubu sikara baba baba. Hallelujah, 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 hallelujah. Rama santo rubu sukara bayanda rarabu. Riba baba baba santo rubu sikara bayando ruko setera baba. Hallelujah, 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 hallelujah. Rima katarabu zonto rubu sika. Remo koko soto raba baba baba shandara bokotara bayando. Rama katarebo bobo yanda raba baba baba santara bahaya. Mungu wangu, Mungu wangu, Mungu wangu, Mungu wangu, Mungu wangu, Mungu wangu na Mwokozi. Mungu wangu na Mwokozi, Mungu wangu na Mwokozi. Hebu mahali ulipopiga magoti yako, Mungu wangu na Mwokozi. Piga magoti, inua mikono yako juu, au ukiweza kusujudu unaweza ukasujudu mbele za Bwana. Mungu ninakupenda, Mungu ninakupenda. Achilia moyo wako wazi. Kuna watu roho ya neema na kuomba itashuka juu yako kipekee. Mungu anaenda kuinua kiwango chako cha maombi. Mungu anaenda kukupeleka level nyingine, level nyingine, level nyingine, kiwango kingine cha maombi. Roho ya neema na kuomba inashuka juu yako, inashuka juu yako, inashuka juu yako, inashuka juu yako. Utakuwa na mzigo wa kuombea kazi ya Mungu, utakuwa na mzigo wa kuombea mahitaji mbalimbali. Shamberere bayanderere rabosika. Mungu achilia roho yako ya neema na kuomba juu ya watoto wako hawa, juu ya watoto wako hawa, katika Baba yangu, Baba yangu na Mungu wangu, Baba yangu na Mwokozi wangu. Yesu Kristo, Asante Yesu Kristo, Asante Yesu.